Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Miongoni mwa maswali mengi ni kwamba ziko wapi silaha za nyuklia za Iran? Wamezificha maeneo gani? Na je, Marekani ina uhakika kweli kwamba Iran ina silaha za nyuklia? Lakini ni kwa nini Israel imekuwa na uoga juu ya Iran kumiliki silaha za kinyuklia? Endelea kuwa nami ni kufahamisha kwa mapana. دشمن از پیشرفت‌های ما کلافه است. عصبی است. خیلی از این جنجال‌هایی که شما Iran ilianzisha mpango wake wa uzalishaji wa uranium na kutengeneza mifumo ya nyuklia ikisema kwamba itazalisha nyuklia kwa ajili ya matumizi ya kijamii, kwa maana matumizi ya kawaida na si kwa ajili ya kutengeneza silaha. Mpango huu wa nyuklia wa Iran umezua wasiwasi mkubwa kwamba Teheran inatafuta silaha za nyuklia. Kwa mujibu wa tathmini za kijasusi za Marekani na Israel, ni kwamba Teheran ina uwezo wa kuzalisha silaha hizo za nyuklia wakati fulani, lakini imesitisha mpango wake wa silaha za nyuklia na haijamudu teknolojia zote muhimu za kuunda silaha hizo. Hata hivyo, tangu mwanzoni mwa miaka ya 2000, ujenzi wa Teheran wa vifaa vya kurutubisha urani pamoja na gesi katikati umekuwa chanzo kikuu cha wasiwasi wa kuenea katika eneo la Mashariki ya Kati pamoja na ulimwengu kwa ujumla. Ni wakati ambapo mataifa mbalimbali makubwa ulimwenguni yanasitisha juu ya matumizi ya silaha za nyuklia na uzalishaji wa silaha za nyuklia kutokana na matokeo yaliyotokea katika nyakati tofauti. Vijito vya gesi hurutubisha urani kwa kusokota gesi ya uranium hexafluoride kwa kasi ya juu ili kuongeza mkusanyiko wa isotope ya uranium. Vituo hivyo vinaweza kutokeza na kutengeneza uranium iliyorutubishwa kidogo na hatimaye kutengeneza mabomu ya nyuklia katika vinu vya nyuklia, na uranium iliyorutubishwa sana HEU, ambayo ni mojawapo ya aina mbili za nyenzo za nyuklia zinazotumiwa katika silaha za nyuklia. Teheran imesisitiza kwamba mpango wake wa kurutubisha unakusudiwa tu kwa kuzalisha mafuta ya vinu vya nyuklia kwa ajili ya amani tu. Hata hivyo, katika mwaka 2015 mpango kamili wa pamoja utekelezaji JCPOA ulitaka Iran kutekeleza vikwazo mbalimbali katika mpango wake wa nyuklia na pia kukubali mahitaji mahususi ya ufuatiliaji na utoaji wa taarifa. Hata hivyo, katika miaka ya 2018 baada ya utawala wa awamu ya kwanza wa rais wa Marekani Bwana Donald Trump kuingia madarakani, mwaka 2018 Donald Trump alitoa Marekani katika JCPOA na kuendeleza vikwazo vyake. Hii ilipa hasira Iran na kurutubisha uranium kufikia 60%, ambayo kawaida ina uwezekano wa kutengeneza makombora 4 hadi 6 ya nyuklia. Jambo ambalo wakati huu bado Marekani pamoja na Israel zina wasiwasi mkubwa kwamba Iran ina makombora ya nyuklia. Hata hivyo, bado haijafahamika ni wapi nyuklia ama makombora hayo ya nyuklia yamefichwa na Iran. Lakini kimsingi Iran imekuwa ikieleza mara kadhaa kwamba haina silaha yoyote ya nyuklia. Imeiruhusu mamlaka ya nishati ya nyuklia ulimwenguni IAEA kufanya uchunguzi kila mahali ndani ya taifa hilo, na hata wakati huu inairuhusu Marekani, wakiwa wanaendelea na mazungumzo, kama itakuwa tayari ikafanya uchunguzi katika taifa hilo la Kiajemi ili iweze kutambua ni wapi pana silaha za nyuklia. Inaeleza kwamba pengine Donald Trump pamoja na timu yake ya kijasusi wanaanza kutambua kwamba Iran haina silaha za nyuklia, na hata kama ingefanyiwa mashambulizi yangekuwa ni mashambulizi ya bure na ya maonevu, kwani hadi wakati huu hakuna eneo ambalo linatambuliwa kwamba lina silaha za nyuklia za Iran. Hata hivyo, baadhi ya wachambuzi walidhani labda Iran imekuwa na mifumo ya siri sana kiasi kwamba silaha zake za nyuklia zikakosekana kujulikana. Mossad pamoja na ujasusi wa Marekani walifanya kazi kubwa sana kutafuta ni wapi zilipo silaha za nyuklia, lakini haikuweza kubainika, licha ya kwamba Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu bado haamini kwamba Iran haina silaha hata moja ya nyuklia. Kwa mujibu wa tathmini rasmi ya Marekani, Iran ilisitisha mpango wake wa silaha za nyuklia mwishoni mwa mwaka 2003 na haikuanzisha tena. Na hizi ni taarifa za hivi karibuni baada ya sintofahamu ya Donald Trump kutaka kufanya shambulizi dhidi ya Iran kwa kile ilichosema kwamba Iran ina silaha za nyuklia.
Lengo la mpango huo kwa mujibu wa maafisa wa Marekani na IAEA ilikuwa kutengeneza silaha za nyuklia ya namna ya kushambulia kwa kombora la ballistic la Shahab-3 la Iran. Tehran haijafanya uamuzi wa kutengeneza silaha nyuklia kulingana na tathmini za kijasusi za umma za mwaka 2024 na mwaka 2025 za Marekani. Tathmini ya tishio la mwaka 2025 ya Jumuiya ya Ujasusi ya Marekani iliyochapishwa na ofisi ya mkurugenzi ya ujasusi wa kitaifa ONDI inamtambua kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei kama mtoa maamuzi wa mwisho juu ya uamuzi wowote wa kutengeneza silaha za nyuklia. Serikali ya Marekani ilitathmini kabla ya JCPOA kwamba Iran haikuwa na ustadi wa teknolojia zote muhimu za kuunda silaha za nyuklia. Walakini Tehran sasa inaweza kufanya kazi kwenye teknolojia kama hizo, na tathmini ya tishio la mwaka uliopita Jumuiya ya Ujasusi wa Marekani ya mwaka 2024 inaona kwamba Iran kwa sasa haifanyi shughuli muhimu ya kutengeneza silaha za nyuklia zinazohitajika ili kuzalisha kifaa cha nyuklia kinachoweza kufanyika majaribio. Lakini kifungu hiki cha maneno hakipo katika tathmini za ODNI za mwaka 2024 na mwaka 2025 za mpango wa nyuklia wa Tehran. Hata hivyo, bado Israel, licha ya kwamba imepata ufafanuzi kutokana na ujasusi uliofanywa na Marekani, lakini inaamini kwamba huenda katika baadhi ya makombora ya Iran yana kiasi cha nyuklia, na ndio maana inasimamia msimamo kwamba ili ikubaliane na suala hilo lazima mifumo yote ya nyuklia ndani ya Iran iharibiwe kwanza, lakini pili, silaha za masafa marefu za Iran nazo pia lazima ziondolewe ili Iran isiwe na tishio kwa upande wa Israel. Israeli mpango wake ni kuweza kuitawala Mashariki ya Kati kwa kushirikiana na Marekani, lakini kwa namna inavyoona ni kwamba kama Iran itaachwa kama ilivyo na kama mifumo yake ya nyuklia haitaharibiwa, ni wazi Iran itakuwa ni tishio katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Na imeona suala hilo wakati wa Oktoba mwaka 2024 wakati inarusha makombora yake ya masafa marefu, makombora ambayo kwa namna moja ama nyingine, ambayo ilikuwa ni zaidi ya 200, yaliweza kupenya ulinzi wa anga imara duniani uliokuwa unasifiwa wakati huo, ulinzi wa Iron Dome. Lakini kutokana na hali hiyo, Benjamin Netanyahu akapata wasiwasi kusema kwamba haiwezekani Iran ikawa na asili ya makombora haya kiasi hiki, makombora ya aina tofauti tofauti, ambayo hata katika kipindi hiki viongozi wakuu wa jeshi la Iran wanayaonyesha makombora hayo maeneo jinsi yalipo, na inadaiwa kwamba makombora hayo yapo chini ya ardhi, licha ya kwamba haijulikani pia yapo katika maeneo gani katika taifa hilo la Uajemi. Basi mtazamaji, baadhi ya wachambuzi wanasema pengine kama wameweza kuficha baadhi ya silaha hizo, kuna uwezekano pengine kuna baadhi ya makombora ya siri yamefichwa mahala fulani, kama ambavyo Israeli inaamini, na pia inaaminika kwamba Israeli ina kiasi cha makombora ya nyuklia, licha ya kwamba hili halijawekwa wazi, lakini pia inadaiwa kwamba Israel imeficha baadhi ya makombora ya nyuklia, na hii ni katika pia kujitetea kwa kuizungumzia Iran zaidi kwamba ina makombora hayo ya nyuklia. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini na wewe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.